Katika kijiji kinachoitwa Mbung'o, kilizungukwa na misitu mikubwa ya miombo na milima ya mawe meusi. Watu waliishi kwa hofu na kimya. Usiku wa mwezi mpevu, hakuna mtu aliyeruhusiwa kutoka nje. Wazee walikuwa wakionya kila siku. Usiku wa mwezi mpevu, mzimu wa Mwalimu Mbwinga hurudi kudai alichopoteza. Basi Mwalimu Mbwinga alikuwa mwalimu wa zamani aliyewafundisha watoto wengi kijijini hapo. Lakini miaka 10 alishtakiwa kwa kutumia uchawi watoto wale aliowafundisha. Alikamatwa na wanakijiji na kuchomwa moto karibu na mti mkubwa wa mkuyu uliopo katikati ya kijiji. Tangu siku hiyo, kijiji hakikuwahi kuwa na amani tena. Kila mwaka mwezi mpevu unapong'ara, kelele za ajabu husikika kutoka kwenye mkuyu. Sauti ya mtu akilia kwa uchungu, huku ikiambatana na maumivu. Basi ilikuwa ikisikika, na moshi wa kuchoma kama vile nyama inaokwa ulikuwa unasikika na kuonekana. Wanyama wa porini hukimbia kutoka msituni kuelekea kijijini, ambapo jambo hilo halikuwahi kutokea kabla ya kifo cha mwalimu huyo. Kwa hivyo ikawa mtihani sana. Kila mwezi unapokuwa mpevu, ni lazima litatokea jambo. Basi, lakini mwaka huu kijana mmoja aliyeitwa Juma alikuwa anarejea kutoka mjini. Aliamua kuvunja mila na desturi na kwenda kusoma siri ya mzimu wa Mbwiga. Basi alipofika karibu na mti wa mkuyu, usiku wa mwezi mpevu, ilikuwa usiku wa manane. Alipofika pale, ardhi ilianza kutetemeka. Mti ukafunguka katikati, na kutoka humo alitokea mwanaume mzee mwenye ngozi iliyochomeka, yani kama ameokwa, macho mekundu na mikono iliyochuruzika damu. Juma, mzimu ulilia kwa sauti ya kusikika kama sauti ya watu 100. Wewe ni uzao wa waliochoma mwili wangu. Njoo mjue ukweli. Basi mzimu huo ulionyesha picha za maisha yake ya zamani. Hakuwahi kuwa mchawi, bali alikuwa na kipawa cha maarifa. Wazee wa kijiji walimuonea wivu kwa sababu watoto walimpenda. Basi walimzushia kisa kwamba huyo ni mchawi, wakamchoma moto, na sasa roho yake haijapumzika. Basi Juma alilia, akaomba msamaha kwa niaba ya watu wote wa pale kijijini. Mzimu ukasema, pumziko langu litakuja mara tu pale nitakaporudishiwa heshima yangu iliyopotezwa. Yaani, baada ya kuomba msamaha kwa kizazi chake, mzimu ukasema haiwezi ikatulia roho yake mpaka atakaporudisha heshima yake. Basi siku iliyofuata, Juma aliwaeleza wanakijiji wote yote yaliyotokea. Wakamjengea kaburi Mwalimu Mbwiga na wakauweka mti wa mkuyu ule kuwa sehemu takatifu ya kujifunza historia. Na tangu siku hiyo, sauti za usiku zilinyamaza, lakini bado kila mwezi mpevu watu huweka mshumaa mmoja chini ya mkuyu kwa heshima ya roho ile iliyoteswa bila sababu. Lakini pamoja na hayo yote kufanyika, bado kuna mambo yalikuwa yakiendelea chini ya pazia. Tangu mwaka mmoja sasa umepita tangu Juma na wanakijiji wa Mbung'o walipojenga kaburi la heshima kwa ajili ya Mwalimu Mbwiga. Kijiji kilianza kubadilika. Watoto walicheza kwa furaha, mashamba yalistawi, na hata wanyama wa msituni nao walionekana kuwa wapole kuliko zamani. Watu walisema mzimu wa Mbwiga ulikuwa umepumzika sasa. Lakini usiku mmoja wa mwezi mpevu, mshumaa uliowekwa chini ya mti wa mkuyu ulizimika ghafla. Upepo mkali ukavuma kutoka msituni, na mti ukaanza kutoa sauti ya kuunguruma. Juma, ambaye sasa alikuwa kijana maarufu kijijini, alihisi hali ya wasiwasi ndani ya moyo wake. Ndoto za ajabu zilianza kumjia. Kila usiku alimuona Mwalimu Mbwiga
akiwa amevaa mavazi meusi, akimwambia hii si mwisho bali mwanzo wa mateso halisi. Basi siku chache baadaye watoto 4 wa kijijini pale walikuwa wameonekana mara ya mwisho wakicheza karibu na ule mti wa mkuyu. Basi walitoweka. Wazazi wao walilia kwa uchungu na hofu ikarudi tena upya kijijini. Juma sasa, kama kawaida yake, akataka kujua kulikoni, kwa nini mambo yale yatokee. Basi siku chache baadaye watoto 4 walivyokuwa wametoweka, Juma aliamua kufanya jambo. Akiwa na dhamira ya kumaliza tatizo hilo, alikwenda kutafuta msaada kwa Bibi Nyanja, mganga wa jadi ambaye alifahamika kwa uwezo wake wa kuona mambo ya rohoni. Basi Bibi Nyanja alimwambia Juma, Mwinga alikuwa mtu wa wahanga. Wazee wa kijiji cha zamani walikuwa na kundi la siri la wachawi waliowatuhumu kwamba wenye vipao vya samani kama wachawi, lakini waliwaua kimya kimya na kutupa miili yao kwenye shimo la kale ndani ya msitu wa Gombezi. Basi roho za wahanga hao sasa hivi zimeamka na hazitakoma mpaka haki itendeke kwa wote. Juma akiwa jasiri aliongozana na Bibi Nyanja mpaka kwenye msitu wa Gombezi. Walifika kwenye eneo hilo la shimo. Ardhi ilifunguka na moshi mweusi ukaometanda ukatoka mle. Vikatoka kelele za vilio na kelele za mateso zikaelekea hewani. Ndani ya shimo waliona mifupa mingi na vipande vya nguo vya zamani. Basi kila kipande kililia kimya kimya. Hakika sehemu ile ilikuwa inatisha, lakini Juma alijipa ujasiri na kuendelea kuwepo mahali pale, yeye na Bibi Nyanja. Basi Bibi Nyanja akaanza tambiko la kuwaita waliokufa. Mvua ya damu ilinyesha juu ya shimo na sauti kubwa ilisema, sisi ni roho 13. Juma alirudi kijijini na kuwalazimisha wazee wa kongwe kusimulia historia ya kweli. Ukweli ulipatikana na mbele ya wanakijiji. Baadhi ya wazee sasa walikiri dhambi zao za zamani, walilia mbele ya watu. Wengine walipoteza fahamu na mmoja alikufa hapo hapo kama alikuwa imekumbwa na laana hivi. Basi Juma alichonga vibao vya majina ya waliouawa wale na akavisimika kwenye msitu wa Gombezi. Usiku ule ule sauti ya Mwalimu Mbwiga ilisikika kwa mara ya mwisho kwa upole sasa. Akasema, asante kijana wa kizazi kipya, tumepata mwanga wa mchango. Lakini kabla sauti haijanyamaza kabisa, sauti nyingine, sauti nyororo tena ilisikika, lakini ya kutisha. Lakini je, umejiuliza nani aliyewafundisha wale wazee uchawi wa uongo? Basi hapo ndio mwisho ya simulizi yetu nzuri hii ulioisikia. Karibu katika simulizi nyingine nzuri zaidi. Na kama ni mara yako ya kwanza, usisahau kusubscribe. Kwa heri.